Game Time, tuonavyo sisi. Yes, karibu kwenye wiki ya kutazama matukio ambayo yanaendelea kutokea kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Ni wiki nzuri, wiki ya baraka, wiki ambayo amezaliwa nyota wa Kiargentina Lionel Messi. Wiki hii inapambwa na bashasha na sherehe za kusherekea kuzaliwa kwa nyota huyu ambaye amekuja kufanya makubwa kwenye mpira wa miguu na anaendelea kufanya makubwa kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Jina langu ni Andrea Masawe. Karibu kwenye Game Time. Game Time imepambwa na Skill Sensei, Muro King pamoja na Masud Mswahili. Wako vizuri kwa ajili ya kukupa yale yote ambayo wameandaa na wanaendelea kuyatazama kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Skill Sensei Netherlands iko vizuri, nadhani na wewe uko vizuri na tabasamu ni pana kweli kweli. Yes. Naam. Ashaaga yule. Tunamtaka ili tuongeze group. Mgonjwa. Muro King. Yeah. Habari yako bwana? Salama, habari. Uko vizuri? Nyama sana. Mswahili Masud. Niambie mzee. Mambo yako vizuri? Kabisa. Hakuna shabiki wa Uingereza hapa? Yupo. Hali ya Uingereza unaiona vipi? Kwa sababu michezo kadhaa hivi nadhani unaweza kunipa majibu sahihi. Michezo kadhaa hivi naona ni kwamba mnakutana na tough game ama timu kuna vitu wanavikosa ndani ya uwanja. Michezo kadhaa, michezo ni miwili. Michezo miwili of course. Mwafunga Croatia 4-2 na draw bila na Ghana. Bado kuna mchezo mmoja na wa mwisho. Bado tuko vizuri. Wala kuna tatizo kabisa. Bwana, kabla ya kuanza kwa michuano hii ya kombe la dunia kuna baadhi ya timu ambazo tulizipa nafasi kubwa sana kutoka Afrika na kuna ambazo hatukuzipa nafasi kutoka kuamini kufanya vizuri kwenye kombe hili la dunia. Moja kati ya timu ambayo tuliipa nafasi kubwa sana ni Senegal. Senegal ambaye alifanya vizuri kwenye AFCON, kwenye michuano ya ndani hapa na akachukua ubingwa wa uwanjani pale. Tunamfahamu Senegal ndo bingwa. Yule wa bingwa wa email kidogo tumtazamii sana. Yes, Senegal alifanya vizuri sana kwenye AFCON ya mwaka huu hapa kwenye michuano hii ya ndani. Kwenye michuano ya kombe la dunia tunatarajia kidogo atafanya makubwa zaidi na ataonyesha uwezo wake mkubwa kwenye michuano hii. Sasa michezo miwili hajapata ushindi wala sare. Na amekutana na michezo migumu kweli kweli. Ukiangalia anavyocheza uwanjani, of course anaonyesha upambanaji, lakini upatikanaji wa matokeo unakuwa kidogo ni wa chini. Kipi ambacho kimewasababisha Senegal wasipate walau alama moja mpaka hivi sasa kwenye michezo miwili ambayo wamecheza? Well, nadhani kwa swala la uwanjani, ukiangalia game mbili za game ya kwanza na France ambayo walipoteza kwa goli 3-1, ukiangalia na game ya pili dhidi ya Norway ambao walipoteza kwa goli 3-2. Yes. Kama ni uliangalia vizuri zile game mbili, ni game ambazo Senegal walikuwa na walipata nafasi ya kuweza kuondoka na chochote kitu, lakini umakini ulikuwa ni mdogo sana kadri game ilikuwa inazidi kwenda na quality ilijitenga. Yani uliona kati gap la quality kati ya France na Senegal, ambapo tuliona Mbappe alichokifanya. Ni kitu ambacho Senegal attacking lineup ya Senegal walikuwa wanashindwa kukifanya. Walipata nafasi kadhaa walihitaji utulivu tu mbele ya goli kuweza kupata goli ya kipindi cha kwanza, dakika za mwanzo wa kipindi cha kwanza, lakini haikuwa hivyo. Na France hawakucheza hata vizuri sana kipindi cha kwanza. They shifted to another gear kwenye kipindi cha pili na wakapata matokeo. Hali kadhalika ni game ya Norway, yale yalijitokeza, kulikuwa hakuna umakini na makosa ambayo yalipelekea wao kufungwa. Lakini ukiachana na hayo, kwa habari ambazo zipo zimetoka katika camp ya Senegal, kuna a little bit of unrest katika camp ya Senegal. Inasemekana wachezaji walikuwa wanapata tabu kwenye issue za logistics, issue za vyakula, kiasi kwamba wanaenda mpaka wanaagiza vyakula nje ya hoteli. Lakini pia kuna issue ya malipo na bonuses ambazo mpaka rais wa Senegal akaingilia kati kuhusiana na hilo. So kuna vitu pia nyuma ya pazia ambavyo probably vimeweza kushusha morale ya wachezaji. Senegal ni timu ambayo tulikuwa tunaitazamia kutoka Afrika, timu ambayo ilikuwa inaweza ikafanya vizuri, lakini
ishapoteza game 2 mpaka sasa, imebakiza game moja ambayo probably watatamani washinde hiyo game, kuweka matumaini membamba sana ya kusonga mbele kwenye nafasi za best losers. Labda Moro, unavyoangalia hili kundi la Senegal, wakati tunaangalia mwanzo, labda Norway ametuonyesha kitu ambacho hatukutarajia kutoka kwake. Well, siwezi kusema ni kitu ambacho hatukutarajia kwa sababu Norway ana quality ambayo timu nyingi hazina. Kama Norway ana Erling Haaland ambaye Haaland hayuko nchi nyingine yoyote. Kwa hiyo kupata matokeo ya 3-2 is a typical Haaland result, kwamba inawezekana wao sio wazuri sana kwenye kudefend, lakini kitu kimoja ambacho wanakuhakikishia ni kwamba watakufunga tu. Yeah. Na one other thing ambayo naweza nikaongezea point kwa alichosema Mswahili ni kwamba mpira wa miguu una tabia ya kuadhibu wale watu ambao wanapoteza nafasi. Ukiangalia mechi ya Senegal dhidi ya Ufaransa, mechi ya kwanza kabisa, Senegal alikuwa na nafasi nyingi sana za wazi, au kwa kukosa maneno bora zaidi, Senegal alikuwa na nafasi ya kujipambania vizuri zaidi dhidi ya Ufaransa, lakini ukiangalia namna ambavyo Jackson anacheza, ukiangalia namna ambavyo walikuwa wana approach ile game katika kutafuta matokeo, unaona kabisa ni watu ambao hawako serious. Kwa bahati mbaya sana ni kwamba kombe la dunia, au kwa bahati nzuri ni kwamba kombe la dunia linakuja mara moja kila baada ya miaka 4. Kwa hiyo nafasi ambayo unaipoteza sasa hivi, chances za kuipata hiyo nafasi ni baada ya miaka 4. Eduardo Mendy miaka 4 ijayo hatujui atakuwa wapi, Sadio Mane atakuwa wapi, Nicolas Jackson miaka 4 ijayo. Kuna matumaini kwa Nicolas Jackson kwa sababu bado ni mdogo kiumri, lakini kwa mtu kama Sadio Mane, kwa mtu kama Ismail Assar, okay, Ismail sio mkubwa sana, lakini kuna Pape Gana Gueye ambaye nadhani ni the oldest player kwenye Senegal squad. Miaka 4 ijayo watakuwa wapi? Kwa hiyo game ya mwisho ambayo Senegal anaenda kucheza, mimi ningekuwa kocha wa Senegal, ungekuwa ni muda wa kuanzisha watu kama kina Iliman Ndiaye, wakina Mbaye wale, kwa sababu unaona kabisa kwamba hakuna matumaini yoyote ukiwa na Nicolas Jackson kama target man wako. Kwa hiyo football wanasema kuna tendency ya kuadhibu watu ambao wanapoteza nafasi. So Senegal ni wakulaumu kwa hizo misfortune ambazo wamezipata. Bana Kibonde, wa kundi lako Tunisia amekuwa akifanya vibaya sana kwenye michuano hii mikubwa. Amekuwa akifuzu mara kwa mara, lakini of course amekuwa akifanya vibaya sana. Kwa msimu huu unaona Tunisia ni tatizo lile ambalo lina wadhuru ambao ni quality, ama kuna jambo lingine ambalo lipo ndani ya kikosi cha Tunisia? Sunde. Kwenye football kuna vitu vingi tu, sio ndani tu ya uwanja. Kuna vitu vingine nje ya uwanja ambavyo vinaweza kusababisha usipate matokeo yale unayohitaji. Football kwanza ni mentality. Football inachezwa kichwani, miguu ni tools tu za kufanyia maamuzi. Kwa hiyo unapokuwa kichwani hauko vizuri, hata ku-execute vitu vinavyotakiwa vitoke miguuni inakuwa ni ngumu. Tunisia kuanzia sakata la kupigwa goli 5 mechi ya kwanza, game ambao labda kwa namna moja au nyingine Sweden hakuwa na klasi hiyo ya kumfunga za goli 5, wao wakahisi kwamba tatizo ni kocha, wakafukuza kocha. Unfortunately game inaokuja tena akala goli 4. Inatokana na kwamba tayari wale wameshakuwa mento yao ipo chini. Ni tofauti na watu ambao tayari walikuwa labda kwenye game ya kwanza wamefungwa, lakini kocha akabaki kwa ajili ya kuboost ile morali ya kucheza game ya pili. So wanakutana na Uholanzi ambayo kwanza inachokifikiria ni kutengeneza statement. Katoka kumfunga chuma 5 Sweden, anakwenda tena kutafuta ushindi, at least awe anaongoza ligi, kwa sababu ikitokea pia Japan kamfunga Sweden mechi ya mwisho, huenda Japan akaongoza ligi, akaongoza msimamo wao wa kundi. So wana kila sababu ya kufungwa Tunisia kulingana na quality anakutana nayo, na vile vile preparation pia zinasababisha
uwe unapata matokeo gani. Ukiangalia pia Tunisia alicheza na kina nani kwenye kufuzu World Cup, unakuta timu walizocheza nazo zilikuwa zina quality ndogo. Nafikiri ni moja kati ya timu ambazo ziliqualify vizuri Tunisia, nadhani kwa gap ya point 13. Yes. Yani alikuwa anaongoza kwa point 28, aliyofuata na point 15. So Tunisia, Morocco, hizo ndio timu ambazo zilifuzu kwa kishindo kwenye bara la Afrika. Lakini anapofika kule juu anakutana na watu ambao kwa namna moja au nyingine wako serious zaidi yake. Na ndo kinachomkuta. Football unaweza ukaizungumzia kirahisi ukiwa mpira huko katikati ya uwanja. Lakini mpira unapokuta katikati ya uwanja, jinsi watu wanavyopishana, ndio pale unaonekana kwamba wewe ulifanya mazoezi, lakini kuna watu wamefanya mazoezi zaidi yako. So kwa Tunisia kinachomkuta sioni maajabu sana, na nategemea pia Uholanzi atamwangukia tu vile vile. Bwana, wakati Tunisia na Senegal ikiwa wanapitia wakati mgumu kwenye kombe hili la dunia, Cape Verde anazidi kutoa matongotongo kwamba mimi nipo kwenye kombe hili la dunia, na anaendelea kufanya makubwa. Alifanya makubwa kwenye AFCON kama surprise package, hivi sasa anatuonyesha kwenye kombe la dunia la mwaka 2026 yupo kwenye nafasi ya kufuzu kwenda hatua inayofuata. Vede mfano makubwa gani? Kutoa tu kuondoka na alama mbele ya Spain, na ni kwa mara ya kwanza unashiriki kombe la dunia. Kutoka na alama dhidi ya Uruguay, kwangu mimi kafanya makubwa. Okay. Yes. Ukubwa unatokana na sehemu ulipo na unafanya vipi. Sasa tuongee kuhusiana na Cape Verde. Kwani kitu gani ambacho umeelewa? Sasa nashangaa nimekuelewa. Cape Verde mechi ya mwisho alicheza dhidi ya Saudi Arabia. Hiyo ngao ni Premier League tungeita battle of the bottoms. Yes. Yani Saudia sidhani kama kuna kitu cha kuexpect kutoka kwa Saudia. Nadhani kitakacho tofautisha hapo ni quality, kwamba nani ambaye atakuwa na quality kidogo juu ya mwenzake, kwa sababu sitaki kudogosha uwezo wa Saudia kwenye mpira wa miguu, lakini kuna uwezekano sasa Cape Verde akafanya hayo makubwa ambayo ninasema. Yani kwa sababu kiukweli mimi sioni utafsiri aliyofanya Cape Verde mpaka sasa hivi ni makubwa. Yaani ya tafsiri kwa namna hiyo sio makubwa ya kuzungumza kwamba sasa tuseme Cape Verde amefanya makubwa yoyote. Ni makubwa ya kisiasa kwamba it's their first time kwenye kombe la dunia, wamepata magoli, wamepata draw dhidi ya nani? Regardless, point mbili sio za kuzisifia kwa kiwango cha kwamba ni makubwa, lakini yes, nimekuelewa kwamba ni mara ya kwanza Cape Verde kushiriki kombe la dunia. Ndio. Watu wengi hatutazamii, kama nilivyosema kwenye analysis zilizopita. Yeah. Cape Verde ni nchi ndogo sana Afrika ambayo ina wakazi takriban 500,000 na kidogo. Curacao ambayo iko Amerika ya Kusini au the Caribbean ina wakazi 156,000. Hizi ni nchi ambazo hatujategemea yoyote kutoka kwao. Kwa hiyo swala la Cape Verde kupata point 2 kwenye kombe la dunia ni makubwa kwa tafsiri yako kama ulivyosema. Lakini unaona vipi? Back to the game. Twende kwenye mechi. Yes. Sidhani kama kuna miujiza yoyote ya kutegemea kwenye mechi ya Saudia na Cape Verde, kwa sababu ukiachana na viwango vyao vya FIFA ama ligi, kwa sababu Cape Verde hana notable league kama ambavyo Saudia anayo. Saudia wanaweza wakajisifu kwamba, sio wanaweza wakajisifu, Saudia watajisifu kwamba ligi yao ni moja ya ligi ambayo pengine inaweza isiwe ligi bora duniani, lakini ni ligi ambayo ipo, ni notable league ambayo ina Cristiano Ronaldo. So hakuna miujiza yoyote ambayo tunatakiwa tutazamie katika hiyo game. Kwa sababu, kwa nini nimeita battle of the bottoms? Kwa sababu Saudia hana miujiza yoyote, lakini ikitokea Cape Verde akashinda hiyo game, itakuwa ni manufaa makubwa sana kwake, kwa sababu naamini katika zile top third placed timu yenye point 5 itakuwa kwenye nafasi za juu kabisa. Yani timu ambayo itaenda kwenye 3 bora katika zile timu 3 bora, timu ikiwa na point 5 ni timu ambayo inawezekana ikawa either nafasi ya 4
au kwa mbali sana nafasi ya 5, point 5, kwa sababu siamini kwamba kuna timu yoyote ya tatu itakuwa ina point 5, yani itakuwa na point 6. Timu ya tatu siamini kwamba kuna timu yoyote kimahesabu kuna timu ya tatu itakuwa na point 6. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa na point 5 katika nafasi ya tatu, manake that is the best kwenye kikundi kimahesabu. So not expecting anything kwenye hiyo game, lakini I'm rooting for Cape Verde kwa sababu ni mara ya kwanza wanashiriki. Ni mara ya kwanza ni kuwa boost, na kipa wetu bwana Vozinha amepata followers milioni 15 Instagram. That's a sensation. Hiyo ni kitu ambayo katika maisha yake yote alionayo sidhani kama kuna siku aliwahi kutegemea kitu kama hiko. Kwa hiyo why not, if not now when? Sasa hivi anaweza akarudi zake nyumbani akastaafu, kwa sababu mkataba wake pia umeisha na ana miaka 40 klabu yake, na hawatamuongezea mkataba. Hakuna mtu kufanikiwa kumbe. Kwa hiyo sasa hivi nadhani haya ni imekuwa ni pinnacle of his playing career. So game ya Cape Verde na Saudia naona itakuwa a very tight game, kwa sababu wote bado wana nafasi ya kusonga mbele. Cape Verde amechukua point moja kwa Uruguay na Spain. Saudia amechukua point 1 kwa Uruguay, amefunga goli 4 na Spain. Kwa hiyo kushinda kwake yani inamfanya afikishe point 4. Hali kadhalika Cape Verde akishinda anafikisha point 5, nafasi nzuri kabisa. Lakini nadhani kuna a very thin line ya hizi timu mbili, kwa sababu ya Cape Verde ni kama vile wana consistency nzuri kwenye hizi game mbili, na umeubonda kweli kweli kuchukua hizi point moja. Wenzao japo ni wameshapia kwenye World Cup mara kadhaa, wao ndio mara ya kwanza. So kwa namna nilivyoona, kwa mfano game ya pili na Uruguay, ni timu ambayo ina ari, ina furaha, yani wanacheza wakiwa wana furaha, they are very free wanapocheza. So timu yote itakayokutana na Cape Verde itakuwa ina shida, kwa sababu they have nothing to lose. Wao sasa hivi they're having fun. Kama tulivyoongea awali, katika timu ambazo zinaenda kushiriki kwa mara ya kwanza, wao ndio wakacheza experience, wakapata experience, lakini sometimes experience huwa ina exceed. Ngoja timu yako ni Jordan iende kucheza na Argentina, hapo ndo tutajua how fun is being had. So sometimes furaha ina exceed, na naweza nikasema hilo litatokea kwa Cape Verde. Tumecheki Egypt, Misri wakiwa wanapata ushindi kwa mara ya kwanza kwenye michuano ya kombe la dunia, lakini nikiangalia Egypt imebadilika sana kwenye kombe la dunia. Sasa kipi ambacho kimeongezeka kwenye timu ya taifa ya Misri, na aidha unaweza ukatafsiri kwamba kufanya kwao vizuri ni kwa aina ya grupu ambalo Misri wapo msimu huu? Ili upate matokeo mazuri lazima kwanza ukutane na mtu ambaye unaweza kumfunga. Hayo mengine yanatokeaga ni bahati. Grupu pia ndio maana unashangaa kuna watu wanasema kuna grupu la kifo, grupu ambalo watu wanalingana uwezo. Sasa grupu yuko Egypt, yuko Iran, yuko New Zealand na yuko na Belgium. Watu wote walifikiri kwamba Belgium ndio inabidi aonyeshe njia ya kuongoza group. Lakini mechi ya kwanza tu alianza kudraw 1-1 na Egypt. Game ya pili akadraw tena ya bila. Lakini Egypt akampata mtu akamdondokea goli 3-1, goli 3-2. Game ya mwisho anacheza na Iran. Iran ndio wa pili kwenye group akiwa na pointi 2 kwenye group ambao Belgium yuko. So ni game ambayo lazima itakuwa ina kashikashi nyingi, kwa sababu wote wanaona wana uwezo wa qualify kama mtu atachukua point 3. Kwa Egypt kuwa na ushindi wao wa kwanza itawaboost sana kwenye game yao ya mwisho, kwa sababu imagine unatoka kucheza zaidi ya makombe 4 ya dunia, alafu huwahi kupata ushindi, then leo unapata ushindi na hujafungwa kwenye grupu ambalo Belgium yuko. So itakuwa ni nguvu kubwa inawapeleka kuingia kwenye game against Iran.
Iran ambao watu wanahisi kama amekuja kulicheza ili liishi kulingana na mambo anayofanyiwa nje ya uwanja. Egypt labda anaweza akapitia kwenye huo msongo wa mawazo ambao wachezaji wa Iran wanao ili kuweza kupata matokeo, lakini kama nilivyotoka kuzungumza episode iliyopita kwamba hichi wanachofanyiwa Iran inawezekana ndo chachu inayowasababisha wafanye wanachokifanya wakiwa kwenye uwanja. Nafikiri kila mmoja aliona barua aliyoandika game yao ya mwisho kabla ya kusafiri. Imeeleza jinsi gani wanapambana regardless ya yale wanaopitia au wanaosababishwa kupitia na watu ambao wanasema ni mamlaka. Kitu ambacho hicho huwezi kubadilisha system, ndio imeshaamua kilichoamua. So niko upande wa Iran kwa namna moja au nyingine. Yale yanayotokea nje ya uwanja yasababishe kwenda kudondosha performance nzuri ndani ya uwanja, na Egypt wao watafikiri wanaingia uwanjani kucheza na mtu ambaye yuko demoralized kulingana na vitu anavyofanya nje ya uwanja. So ni game ambayo itakuwa ina mshike, na tukiangalia tusijisikie kwa kisiasa, lakini ni game ambayo itakuwa ni game nzuri sana ambayo itakuwa ina mvutano tosha. King, kwa hiyo tunatazama michuano hii ya kombe la dunia, tunatazama ili grupu la Uturuki ile ambalo ipo hivi sasa kwa engo ya kumpa pia nafasi Uturuki ya kufanya vizuri. Total disappointment. Yes, yupo na USA, Paraguay pamoja na Australia. Uturuki msimu huu kipi ambacho kimewakwamisha? Kwa sababu nimeangalia michezo yao, performance yao sio mbaya. Kipi ambacho kilikuwa kinapungua ndani ya kikosi cha Uturuki? Well, hakuna ambacho unaweza ukasema kimepungua. Sidhani kama kuna kitu ambacho kimepungua kwenye timu ya taifa ya Uturuki kupata matokeo waliyoyapata, kwa sababu katika timu ambazo tulikuwa tunatazamia kwamba zitafanya vizuri, kwa sababu ukiangalia Australia sio timu kubwa sana kisoka. Marekani wenyewe ambao ni host sio timu kubwa sana. USNMT sio timu kubwa sana ya kusema kwamba ni tishio. Same as Paraguay, japo wakati tunafanya analysis zilizopita tuliweka angalizo kwamba Paraguay sio wa kumchukulia poa, lakini kuna wakati kwenye maisha kila kitu kinashindwa kwenda vile ambavyo umejipanga. Na same as wewe unavyomuomba Mungu akupe matokeo mazuri, kuna mtu mwingine pia anampa matokeo mazuri, anamuomba Mungu ampe matokeo mazuri. Kwa hiyo nadhani hapa ni pale ambapo jitihada au kudra zilizidi jitihada, kwa sababu Uturuki amefanya kila kitu kwa usahihi. Nadhani ni moja ya timu ambao zimepiga shots nyingi kuelekea kwenye lango bila kuconvert kuwa goli. Kuna sehemu nilikuwa nasoma kwamba nadhani ni Uturuki na sikumbuki ni timu na Uturuki na Ubelgiji wamepiga shots 60 kuelekea goli, kuelekea lango, lakini hawajaweza kuconvert. Kwa hiyo sometimes in life unaweza ukafanya kila kitu vizuri, ukajiandaa vizuri, alafu tu mambo yasitokee. Kwa hiyo kama alivyosema Jomakini, basi tufanye tomorrow kama leo haiwezekani. I think Uturuki wataibeba L yao gracefully, na kama walivyokuja kwa msafara mkubwa kwenda kwenye kombe la dunia, hakuna namna, inabidi waondoke na msafara huo kurudi nyumbani kwao. Kwa tuseme ni pure hard luck. Yep. Kwa sababu nadhani kwa wafuatilia soka wengi walikuwa wanaamini moja ya timu ambazo zinaweza kufanya vizuri basi Uturuki itafanya vizuri, kwa sababu wamefanya vizuri sana kwenye qualifications, wamecheza mpira mzuri, wamefunga magoli mengi kwenye qualifications, na hata kwenye across these two games kupata shot 62 just kwenye game mbili. I say that's a lot kwa game moja, ina maana wanafika golini vizuri, wanatoka kwao wanafika golini kwako vizuri sana, same as Spain walivyofanya kwa Cape Verde. Shot 26 lakini au shot on target 7, ile 7 right on target, alafu haikuwa converted. So ni pure hard luck, and yeah, wajipange tena upya kwa mashindano mengine, lakini yeah,
watakuwa disappointed sana. Yes, bwana, tunaendelea kutazama michuano ya kombe la dunia la mwaka 2026. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok kwa jina la Dimbani Connect. Utatupata pale meza Game Time, tupo pale tumepoa, na clips zetu zote ambazo tunaziongelea hapa utazipata huko, lakini full episode ipo kupitia YouTube, search Dimbani Connect. Bwana, kombe la dunia la mwaka 2026 linapambwa na wachezaji ambao kwa kiasi fulani wanaendelea kuweka rekodi, na tunasema wale wafuatiliaji wa kombe la dunia hivi sasa wanalimba jina la Lionel Messi kwamba ndio mfungaji bora wa muda wote mpaka hivi sasa wa kombe la dunia. Na msimu huu Argentina imefunga magoli 5, mfungaji ni Lionel Messi peke yake. Ni mmoja kati ya mchezaji ambaye huwezi, kama unaandika kitabu sio utaandika kurasa ngapi kumuelezea Lionel Messi. Sasa ukiachana na Lionel Messi, kuna wachezaji wengine wameendelea kuwa na performance nzuri sana. Mbappe ameendelea kuandika records, ameendelea kufunga magoli. Ronaldo naye amerudi kwa kasi. Haaland mbali na kufanya vizuri kwenye ligi kuu ya nchini Uingereza, lakini kwenye kombe la dunia la mwaka huu anafunga game baada ya game, mechi 2 mfululizo tayari ameweka mpira nyavuni. Kwa jinsi ambavyo mnaona kasi ya ufungaji bora mpaka hivi sasa, kasi ya kupachika magoli kwa wachezaji ambao tayari wametuonyesha kwamba tuna nia ya kufanya kitu fulani kwenye kombe hili la dunia, mbio hizi mnazitazama vipi? Nani ambaye mnamuona anaweza kawa na nafasi nzuri ya kufika mbali na aidha kuchukua hata kiatu cha ufungaji bora kwa kombe hili la dunia? Masoud. Kusema sasa hivi, kusema nani ataenda kuchukua kiatu cha ufungaji bora bado mapema. Even though Lionel Messi anaonekana clear kwa the rest na namna Argentina wanavyocheza, lakini French na pia wanacheza vizuri sana, wanatengeneza nafasi nyingi sana. So Kylian Mbappe naye anataka japo anakuwa anai brush off, lakini naye anaiangalia record, even though nadhani kwake yeye bado ana nafasi kubwa. Messi ni nadhani tena Messi amesema kwamba kusema kwamba hii ndio kombe la dunia la mwisho ni mapema. Sasa ana miaka 39, bado anasema bado anajisikia vizuri, anaweza akaperform akaisaidia timu. Kwa hiyo sasa hivi ana miaka 39, so after 4 years maybe miaka 43. Yeah. Wewe fahamu. Ile ni Messi bwana. Kwa hiyo Mbappe bado ana nafasi, ana nafasi kubwa. Kuna tofauti ya goli 3, 15 kwa 18 I think. Kwa naye bado anafukuzia record ya kuwa mfungaji bora wa muda wote wa World Cup. So kusema sasa hivi nani atachukua kiatu ni mapema, lakini kuna hawa wachezaji watatu ambao nilikuwa na expect labda kama Harry Kane asingefanywa voodoo na yule ganga, labda jana angeweza kupata. Jamaa amesema amemfungulia sasa, kwa hiyo rasmi akafunga jana, ilitakiwa apate hata goli 2 naye awepo kwenye kinyang'anyiro pale. So for now I can say ni Lionel Messi, Kylian Mbappe na Erling Haaland. So tuone game za mzunguko wa mwisho zitakuwaje, nani ataendelea, lakini hawa wote nadhani wataendelea. Video wakumbushe watu mechi ya mwisho kina Messi wanacheza dhidi ya Jordan. Yeah. Japo Scaloni amesema atarotate wachezaji, lakini you never know. Yeah, you never know. Anaweza akasema ana rotate, anaweza akaanza na La Pulga pale mpaka half time 4-0. Hapana hat-trick. Nyingine I think ilikuwa labda ni mission, kwa sababu Messi kwenda kucheza ligi ya USA kwa miaka 2 labda ilikuwa ni kuzoea viwanja na kuweka agenda. Ilikuwa ni kujifunza watu wa agenda, watu wa theories. Aje afanye execution kwenye World Cup 2026, labda ilikuwa yanawezekana. Labda Ronaldo na yeye yuko Saudi Arabia kwa sababu 2000 labda anachezwa kule
2034 Atakuwa miaka mingapi? 45. I think 2034 kombe la dunia linachezwa Saudia. Saudia. Sababu 2030 kwa miaka yake 10 ili aweze kuzoea na cha kufanya. Lakini kwenye ufungaji bora mengi yanatokea kwa sababu imani ya watu wengi ni kwamba huenda labda Messi akachukua kiatu cha ufungaji bora World Cup hii, lakini anaweza akamaliza akiwa top scorer na labda ndo mfungaji wa World Cup kwa miaka yote. Ninachokuja kukiona hizi rekodi sasa hivi zitavunjwa sana, kwa sababu timu nyingi vilaza zinaingia World Cup sasa hivi na wachezaji wengi wanaofunga sana kipindi hichi wana umri mdogo. Kwa mfano Haaland, this is the first World Cup. Anahitaji tu World Cup nyingine 4, tuseme kwa kila World Cup moja anafunga kamba 4, akipata World Cup 4 hizo ni kamba 16. Like Norway hawezi qualify. Yes, qualify pia inaweza kuwa ni kwa jinsi wanapokuwa talent zinazidi kuwa nyingi. Ile qualification inazidi kuwa wide na timu wanazozipangiwa zinazidi kuwa zina uwezo wa chini. Kwa hiyo Norway wanawezekana wakawa wanaingia mara nyingi. Mbappe huenda naye akawa na World Cup nyingine 4. Tusishangae labda Mungu akitupa uhai labda mpaka 2034 ambao ni World Cup mtu akamaliza tayari ameweka goli 40 pale kama mfungaji bora wa miaka yote. Na iko siku utaweza kuwa mfungaji wa miaka yote ana goli 60. Ukiangalia close huo miaka aliyoiweka hiyo rekodi na mpaka kuja kuvunjwa 2026, watu kweli wamepambana, ila kuna muuni aliwahi kufunga goli 13 kwa World Cup moja. Hiyo ndo rekodi ambayo nahisi itakuja kuwa ngumu kuivunja, lakini you never know, as long as games zinaongezeka, iko siku World Cup itakuwa ina game 10 labda ili ufikie finali. Tena kujazia hapa, mimi nataka kusema kwamba Lionel Messi kufika goli 18 imemchukua World Cup tangu mwaka 2006. Tangu mwaka 2006 World Cup World Cup 6. Sio 6, 5. 2006, 2010, 14, 18, 22. No, basi ni kwa hiyo ni World Cup ya 6. Yes. Hii ni World Cup ya 6. Messi imemchukua yeye kufika goli 18. But tuangalie Mbappe. Mbappe ana goli 15. Mbappe ameanza kucheza World Cup 2018. 2018, 22, sasa hivi ni 2026. Kwa hiyo rekodi inapungua. Kama Mbappe ana goli 15 sasa hivi na imemchukua World Cup 3. Ina maana kama Haaland, Mungu akimbariki, Haaland World Cup hii na World Cup ijayo akawepo, kuna uwezekano tukaona tafrija. Lakini kujibu swali lako la nani anaweza kuwa mfungaji bora, mimi nafikiri kitu ambacho kinaweza kikamnyima Haaland uwezo wa kuwa mfungaji bora ni quality ya timu ya taifa ya Norway. Na hiyo in retrospective nasema kwamba mimi ninaona Kylian Mbappe ana uwezo mkubwa wa kuwa mfungaji bora wa msimu huu kuliko Lionel Messi, kwa sababu Messi ni Messi na umri umeenda, pamoja na kwamba ukiangalia jinsi ambavyo Argentina wanacheza kila kitu wanamsukumia yeye. Goli la pili dhidi ya Austria la Messi, kulikuwa na wachezaji wengine ambao walikuwa wanaweza kufunga, lakini ni kama walikaa pembeni hivi ili Lionel afunge. Lakini angalia vitu ambavyo Kylian Mbappe anafanya Ufaransa. Kuna watu kama Michael Olise, kuna watu kama Ousmane Dembele, hawaachiani. That is individual brilliance. Goli la pili la Ufaransa dhidi ya Senegal, Mbappe alikuwa na uwezo wa kusogeza kwa mtu mwingine, lakini alipiga nadhani ni ile phantom kick, goli likatokea. Kwa hiyo mimi kwangu pamoja na kwamba siwezi kusema kwamba ni 100%, lakini nampigia chapuo kubwa sana Mbappe kuwa mfungaji bora msimu huu. Kwa jinsi ambavyo mimi naona hii mbio ya ufungaji bora wa muda wote wa World Cup, mimi nitaitafsiri kwa upande wangu, nitaitafsiri kwa kipindi ambacho mtu fulani yupo. Let's say sasa hivi Messi yupo, akichukua ama akistaafu akiwa anaongoza, just ile ni credit kwake.
Umenipata? Kwa sababu hii kizazi ambacho kinakuja kushiriki kwenye kombe la dunia kipindi ambacho yeye hayupo, hatuwezi tukamhesabia kwamba just that labda wamezidiana kwa kiasi fulani, hapana. Kwa jinsi ambavyo umeona mpaka hivi sasa performance ya Lionel Messi miaka 39 na wazidi vijana wadogo kama kina I think wapo kule, unaona kina Mbappe na kina nani, mpaka hivi sasa unamwona Lionel Messi anachokitoa uwanjani ni kikubwa zaidi. Hili linachangiwa na nini na anatoa somo gani kwa vijana wadogo? Na hata ukiangalia kwa lifestyle yake, nani anavyocheza uwanjani, unamwona ni mtu ambaye anafanya makubwa lakini yupo humble tu. Somo gani wanapata vijana wadogo? Sawa, wachezaji wengi unataka kuwa kama nani, kwenye idol wako ni nani? Wengi wanamtaja Ronaldo kwa sababu unaweza kujitengeneza kuwa Ronaldo, matizi mengi, uwezo wa kufunga na everything. Lakini kwa nini wamchagui Messi? Sababu huwezi kujitengeneza kuwa Messi. Messi ni mmoja tu. Messi ni mmoja tu. Kuanzia kwenye talent wise, jinsi anavyofanya maamuzi akiwa uwanjani, jinsi anavyoishi maisha yake nje ya uwanja, ni ngumu kuwa na mtu kama yule. Yes, wachezaji wana talent wengi. Wangapi walikuwa na talent, wangapi walifanya hard work ya kuhakikisha talent yao iko pale, na wangapi wamefikia level ambayo yuko Messi au na Ronaldo? Ni wachache. Unaweza kusema labda ni rahisi anachokifanya Messi kwa sababu ukipima kilomita anazokimbia uwanjani ni chache kuliko wachezaji wengi, lakini impact yake mpira unapokuwa mguuni ni kubwa. Ronaldo kwa upande wake, au Kylian Mbappe mimi bado naona anaweza kuja akatisha, though potential yake sasa hivi inaweza ikawa inapungua kulingana na jinsi anavyo behave, ego alokuwa nayo, jinsi anavyo treat watu wengine. Kuna possibility asifike labda anapotakiwa kufika kwa namna moja au nyingine, sio kwa ubaya, lakini kuwa humble, kuna baadhi ya vitu vinakuja zaidi kuliko kuwa na ego. So Messi bado ataendelea kuwa Messi, na kama alivyosema Mswahili, huenda labda akacheza World Cup inayofuata kulingana na jinsi tu Argentina wanavyotaka, au yeye mwenyewe anapotaka. Kiangalia game za Argentina mara nyingi Messi akimbii sana. Akimbii sana. Aidha atakimbia kwenye space kwa ajili ya kureceive mpira na kutoa, au atakimbia kwenye box kwa ajili ya kuongeza namba au yeye mwenyewe kufunga. Sio jambo la kuchukulia poa. Argentina wanapata magoli 5 kwenye mechi 2, alafu hakuna mchezaji mwingine aliyofunga zaidi yake. Angeweza kuondoka na hat-trick kwenye game ya juzi kama angeconvert penalty aloipata. Au pengine angeconvert hiyo penalty asingefunga magoli mawili. So tunazungumzia if zingetokea, na sio kwamba create chances kama kwenye game ya juzi pia. Kama wachezaji wenzake wangekuwa makini, probably angeondoka na assist 2, lakini kama goli alifunga la pili ilitakiwa hiyo assist kwa Alvarez. Lakini Alvarez alidelay akaja akafunga Messi mwenyewe. So usipofanya kazi yeye anakuja kumaliza. So imagine Messi ametoka kwenye wing kakimbia, yani ile pasi aliipiga yeye, alivyoipiga everyone expected kwamba wale ambao Alvarez na mwenzake ambao walikuwepo kwenye box pale wangefunga, wakashindwa. Yeye akakimbia kutoka kule, akaja akaupiga ule mpira mara 2. Mara ya kwanza ukarudi deflection ya keeper, mara ya pili akaubadilisha direction, and that's Messi mentality. Yani ni mentality na kila aina ya njaa ya kupata mafanikio. Juzi nimsikia Mbappe anasema kwa yoyote ambaye anasema Messi ana rely kwenye talent na afanye kazi ya ziada, na anayesema kwamba Ronaldo it's all about his hard working na hana talent, basi hayo ni maneno ya wale ambao hawajui soka. Sababu wachezaji wanaocheza pale talent lazima iwepo kwanza. So kuna issue ya Kylian Mbappe umesema kuhusiana na anaweza akashuka. Mimi kidogo ninaweza kawa niko tofauti kidogo, kwa sababu
it's unquestioned, and talent ya Mbappe sio kitu cha kuuliza, yeah. So na wakati mwingine tunakuwa tabia za watu zinatuingia under our skin kwa sababu tu tunakuwa kwa zile preferences, sawa. Kwa mfano kama unakumbuka kuna clip moja ilienda viral ya Sepp Blatter aliulizwa swali la kuhusiana na Cristiano na Messi. Messi akasema ni kijana ambaye kila mzazi anatamani kuwa naye because he's humble, nini vitu kama hivyo. Alafu akasimama alivyokuwa anamwongelea Cristiano mpaka akasimama kudemonstrate kama askari popote anapoingia kila mtu anabidi awe asikilize. So sometimes it's not about ego, lakini ni confidence ambayo, na ukiweza kuisimamia hiyo confidence then unaweza kufika mbali sana. So naiona kwa Mbappe kwa upande wangu kwamba sawa anaweza kawa na hiyo ego, lakini anaisimamia hiyo ego kwa kudeliver. So ni dhahiri kwamba kwa kufanya hivyo hakutakuwa na maswali na tutafika mbali sana. Yes, bwana, huyo ni Mbappe ambaye kwa kiasi fulani ameendelea kufanya vizuri kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea, kuna mambo mengi ambayo tutaendelea kukupa hapa yanayohusu kombe la dunia la mwaka huu wa 2026. Kumbuka hivi karibuni tutakuletea michezo hii ya hatua 32 bora. Kwa hiyo usitoke kando ya channel hii ya Dimbani Connect. Yote ambayo unatarajia kuyapata utayapata. Bwana, kwa kufunga nataka nizungumze kuhusiana na swala la waamuzi kwenye World Cup. Maamuzi ambayo yanachukuliwa. Nimemsikiza Jude baada ya kupewa tuzo ya mchezaji bora. Ameweza kutoa comment yake na kusema of course hakustahili kupata tuzo hiyo. Sasa labda kuna matukio mengine ambayo yanaonyesha kuna namna kuna timu fulani inanyonywa kwenye kombe hili la dunia. Maamuzi hayagani upande wake. Kwa sababu pia nimeona kuna tukio la kunongoneza pia lilitokea, la kufunga mdomo kunongoneza kwenye mechi ya jana ya England. Jude I think yule alifanya ile tukio na hakuna kadi yote iliyotolewa. Alifanya hiyo. So ile imekuwa lakini ukisoma kwenye kanuni namna ya walivyoelezea swala la kufunika mdomo. Naam. Ambao linakuwa offensive ni pale ambapo kunaweza kuwa kuna confrontations kati ya mchezaji opponent, yeah. Inaweza ikatafsiriwa kwamba umesema maneno mabaya, lakini pia unaruhusiwa kufunika kama ukiwa una chat tu kawaida na mchezaji mwenzio au hata na opponent, iwe ni wakati wa game ama baada ya game. So nadhani tayari media zikisha amplify kitu, kila mtu anakuwa anataka kusema, lakini sidhani kama ilikuwa kwa sababu kama ingekuwa ni shida hata yule mchezaji wa Ghana angeweza angeweza kureact, but hakuweza kureact. So probably alichokiongea ni kutokana labda na kitu kwa kinaendelea tu pale, basi na si kitu chochote offensive. Lakini mpira pia bila hizi controversial inakuwa so football. Yeah, that's the beauty. That's the beauty. Tukio pia la Messi kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Algeria, watu wamelirai sana. Messi, kuna Matheus Cunha alikanyaga mtu ndo akafunga goli. Yeah. So naunga mkono hoja ya kwamba controversies kwenye football zipo, na nadhani pengine ni watu ku live at the moment, kuishi katika wakati uliopo. Lakini ukijaribu kutazama controversies za waamuzi zimekuwepo tangu mwaka 86. Controversy ya refa ndo ilitupa ubingwa wa Argentina, goli la mkono wa Mungu la Maradona. Yeah. Na wanaokumbuka I think ni mwaka 2006 referee wa Uingereza Graham Paul alitoa kadi 3 za njano. Kama sio 2006 ni 2010. Au goli la Thierry Henry la kufuzu Argentina ile gonga ikatoka. Lazima kwenye football controversies, that's the beauty of football. Okay. Na ni ngumu kusema kwamba wale watu watakuwa 100% na
I think Jude alivyosema kwamba hakustahili man of the match award, alistahili mchezaji wa Ghana. He might be right kwa sababu yeye yuko uwanjani anawaona wenzake, kwa hiyo inawezekana yeye anaona hajapiga mzigo kama lakini wako watu ambao kazi yao wao ni kuobserve wote sasa. Of which hatuwezi kusema kwamba wale wako sahihi kumpa yeye, lakini mpira wa miguu ni mchezo wa wazi, lakini pia kwenye mambo kama hayo ni masuala ya opinion tu. Ngine pia tunajua hata hao ambao wanasimamia football wana timu zao ambazo wanasimamia. Yani hiyo ipo. Maana na wao ni binadamu. Of course. Marefari na wao ni binadamu. Na wote marefari wako tofauti. Na wote wana mchango, mwingine zaidi, mwingine less. Kila mtu anaweza kuona matukio tofauti na yanavyoonekana na mtu mwingine. Kwa mfano kama Reece James tackle aliyoifanya kwenye game against Ghana. Hakugusa mpira na ilikuwa kwenye penalty box. Na VAR haikucheka au kama ilicheka kwa background alafu hakuna notification yoyote, lakini ilikuwa ni clear penalty. Messi kama unavyosema ile alivyomkanyaga mtu ilikuwa ni kadi. Yani kuna vitu ambavyo vinatokea kwenye football kwa namna moja au nyingine, watu wanavitafsiri kulingana na yuko anachezesha na kila mtu anajua kwamba kuna baadhi ya timu lazima ziwe favored ili kinyang'anyiro cha World Cup au cha ligi husika kiwe kinavutia kwa sababu ukitaka World Cup wabaki wakina Ghana, wakina Curacao, wakina Haiti, hakuna biashara tena. Of course. Lazima wakae watu wa biashara ili biashara iende. Kocha wa Ghana anasema kwenye hiyo incidence ya penalty, kocha wa Ghana anasema VAR ilienda kunywa kahawa, ndio maana haikufanya review ya hiyo penalty. But again, imagine Ghana wangepata penalty afu waiconvert waifunge England. It would have been lingekuwa interesting. It would have been the best moment. But again, mimi imefika mahali sidhani kama tuendelee kubaki sema ndio hivyo, hatuko kwenye sehemu ya maamuzi, lakini ibaki kwamba ni lazima Argentina wawepo nafasi fulani, ni lazima England wawepo, lazima Spain, kwa sababu kama ulivyosema, imagine Ghana wanapata ushindi jana, wanaenda hatua inayofuata huko, sijui mara Cote d'Ivoire na wenyewe wanaenda hatua inayofuata, mara Cote d'Ivoire, Ghana, sijui Morocco, Egypt wako nani sita bora huko. Do you know kwamba pia litabaki kuwa ni katika kombe la dunia ambalo lilishtua watu wengi kwa matokeo ambayo hayakuwa. Biashara haitaki hivyo, lakini biashara haitaki kuwa hivyo, lakini kwa kombe la dunia that's a different animal. Yeah, mimi siamini, yani na Afrika tunapopenda sherehe, watu watasafirishwa hata na mabasi wafike waingie Marekani au waende Mexico. Unadhani ni asilimia ngapi ya Wamarekani ambao wanakata tiketi za kwenda kwenye hizi game? Not that Kwambeni wengi kwa sababu gani? Wao sasa hivi ndio wameanza kuona mpira. Sawa. Unadhani wangeweza kwenda kama kusingekuwa na amshamsha sijui ya hizi nchi zingine? Wanaona they see watu barabarani wa Scotland wa World Cup ambazo zinajaza viwanja. Sahihi. Moja kati ya World Cup ambazo zina mastaa wengi wanaoliangalia, kuanzia wa mpira, wa movies, wa kila kitu ni sasa hivi. Hili ni kombe la dunia la 3 Italia hawapo. Alivyokosa round ya kwanza 2018. Kuna mtu yoyote angeamini kwamba 2022 angekosa pia? Na watu wa mwazi. So mimi niko na Mswahili in a sense kwamba amsha morali sijui niiteje, chachu ya kombe la dunia ni pamoja na kuwa na varieties. Hizi big teams zinafanya vizuri, zipo, lakini the fact kwamba Morocco alimpiga Spain 2022, Morocco alimpiga Portugal 2022, that's what makes kombe la dunia interesting. Unajua, japo siwezi kusema kwamba ninatazamia timu kama Haiti, Curacao ziweze kusogea popote, kwa sababu they are just having fun na itahitaji version 2, 3, 4
za wao kushiriki kombe la dunia ili kuweza kufika level ambayo sasa hivi nani huyu yupo. New Zealand ni timu ambayo I highly don't rate New Zealand kwenye kombe la dunia, lakini unaona walichokifanya. Wamepata at least point moja. Iran, Iraq, hata ukiangalia story ya Cape Verde baada ya kutoka sare na Spain, story imekuwa kubwa na ya mambo yamebadilika kweli kweli. Hata Curacao kupata goli. Hujatuambia bwana timu gani kwenye kombe hili au unasimama na Taifa Stars? Mimi ni shabiki wa Taifa Stars siku zote. Mimi ni narudia tena, mimi ni shabiki wa Taifa Stars, ila napenda boli na natizama. Sentiment yake moja alisema, ndio unakumbuka goli la Maradona lilitupa ubingwa. Okay, lilitupa ubingwa in a sense kwamba ubingwa wa Argentina ulipatikana kupitia goli la Argentina. Mimi sio kama ndugu yangu hapa anaikumbuka Benfica ya mwaka 61. Bwana, nashukuru kufuatilia Game Time. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Skills Sensei unaweza pia ukampata kwenye mitandao yake ya kijamii kwa jina la Skills_Sensei. Muruo kwa jina la Muruo King. Muruo King mtandao wa X na Muruo King _ katika mtandao wa Instagram. I am _Masud Junior Instagram. I am Masud Junior X. Mimi ni Andrea Masawe. Unaweza kunipata kwa jina la Andrea_Masawe 14 kwenye mitandao yangu yote ya kijamii. Uwe na wakati mwema. Game Time, tuonavyo sisi.